Ule mshike uko nami Akida Kilango. Klabu ya Simba imevuna alama 3 nyingine katika mchezo wake wa kiporo dhidi ya Pamba Jiji FC kufuatia kupata ushindi mnono mabao 5-1 kwenye dimba la KMC Complex. Jean Charles Ahoua ametupia hat-trick na kufikisha magoli 15 katika msimamo wa wafungaji, akishika nafasi ya kwanza, wakati Lionel Ateba akifunga mabao 2 katika ushindi unaowafanya Simba waendelee kusalia kwenye nafasi ya pili ya msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Mwenzetu Omari Suleiman anakuja na taarifa kwa kina. Mchezo umetamatika dakika zote 90 tukiwashuhudia Simba Sports Club wakiendelea kupata ushindi katika viporo vyao, na hiki kikiwa kiporo cha 3, wakisalia na mchezo mmoja ambao utapigwa hapa katika uwanja wa KMC Complex dhidi ya wenyeji wa uwanja huu KMC Football Club. Siku zote hamna timu ambayo inapenda matokeo machache. Unaona, inapotokea nafasi ya kupata matokeo mengi tunapambana zaidi kupata matokeo zaidi, kwa sababu sometimes magoli haya yanaweza kusaidia mbeleni. Mechi za nyuma zilikuwa ngumu, hata hii ilikuwa ngumu, lakini Mwenyezi Mungu leo katuonyesha labda nafasi nyingi zaidi tumeweza kupata matokeo. Tuseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu atakapotuandikia, lakini tunajipanga kupata matokeo mazuri na kupata magoli mengi zaidi, lakini tutakachojaliwa tunamshukuru Mungu. Kwa matokeo sio mazuri upande wetu, sababu timu yetu iko kwenye sehemu mbaya, na kutokana na matokeo pressure inazidi kuwa kubwa sana upande wetu. Lakini na imani kwa sisi wote kwa jumla kwenye timu yetu ya Pamba hatujakata tamaa, na haya matokeo yatatuongeza motivation kupambania games zinazobaki, sababu kwa imani ya Mwenyezi Mungu tukifunga hizo games zote 3 na imani tutakuwa kwenye sehemu salama Pamba Jiji. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali naye akatia neno baada ya matokeo ya mchezo huu, huku akieleza maandalizi yao kuelekea mchezo unaofuata na namna unavyowawia urahisi kucheza katika uwanja wa KMC Complex kuelekea kujiandaa na michezo yao ya kimataifa. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa, kwa sababu tunaendelea kutafuna viporo vyetu, tunaendelea kujilia gizani kama mzee Tola, tukiwa wala hatuna wasiwasi hata kidogo. Leo tumechukua alama 3, magoli 5. Tunachukua alama 9 ndani ya siku takriban 7 pekee. Ni jambo la kuwapongeza wachezaji wetu. Tukutane hapa tarehe 11 katika uwanja wa KMC, twende tukaoneshe burudani ya mpira wa miguu. Pamoja na wema waliofanya wa kuleta mechi hapa katika uwanja wa KMC, lakini mateso yako pale pale kwa upande wao. Sisi ni wale watu ambao hatunaga huruma tunapohitaji alama 3. Tabora, kusema kweli, mipango ya safari yetu ya kwenda Morocco ilikuwa inakaa vibaya kweli, lakini kwa hapa Dar es Salaam mipango yetu inakwenda vizuri, na hapa KMC hawajaleta ubishi wa ngomani. KMC wameangalia maslahi ya taifa mbele. Simba Sports Club tunaipigania Tanzania, tunaiwakilisha Tanzania, na ndio maana unaona hata serikali ya Mama Samia wanatoa ndege kwa ajili ya kuisafirisha Simba Sports Club kwenda kwenye huu mchezo. Simba Sports Club inatarajia kumaliza kiporo chake cha mwisho Mei 11 katika uwanja huu wa KMC dhidi ya KMC Football Club, kabla ya kujiandaa kuelekea Morocco kucheza mchezo wake wa kimataifa dhidi ya RC Berkane. Nikiripoti kutoka hapa katika uwanja wa KMC Complex, mimi ni Omari Suleiman wa Azam Sports. Baada ya ripoti hiyo kutoka kwa mwenzangu Omari Suleiman, muda huu naungana na mwandishi wetu Innocent Alois kutoka jijini Mwanza. Innocent, miongoni mwa mambo, kwanza habari ya muda huu? Nzuri kiasi kwa jiji letu hili la Mwanza. Miongoni mwa yale ambayo wana Mwanza walikuwa kisisitiza ni kwamba Pamba haishuki, lakini kwa mwenendo huu inaokwenda nao, wana Mwanza wanafurahishwa na matokeo hayo? Kifupi hawafurahishwi na kama unavyoona mwenendo wa ligi, lakini hata nafasi ambapo timu yenyewe ipo na matokeo ambayo wameyapata leo hii yameendelea kuongeza simanzi zaidi kwa wapenzi na mashabiki wa timu hii ya Pamba, hasa ukizingatia namna ambavyo walisubiri timu hii kwa zaidi ya miaka 20 kupanda ligi kuu, na sasa hivi tunavyoelekea dakika za mwishoni tunaona ni kama maji yanafuata mkondo hivi. Kwa mchezo huu tayari wameshapoteza mabao 5-1. Mchezo unaofuata ni dhidi ya King Gold, itakuwa Jumanne wakiwa nyumbani na wakiwa ugenini, na baada ya hapo atamalizia michezo miwili nyumbani.
mnaona kuna uwezekano wa kukusanya alama katika michezo hii? Matumaini ya Wanamwanza yapo na yapo kwa kiwango kikubwa sana, na ukiacha huo mchezo mmoja wa ugenini, michezo miwili ya nyumbani inawapa matumaini ya kuhakikisha kwamba wanavuna hizo alama ambazo zitawaweka kwenye nafasi nzuri zaidi huenda ya kubakia ligi kuu katika msimu unaofuata. Lakini zaidi ni zile nguvu ambazo pia zinawekwa na uongozi wa Pamba Jiji wenyewe na mlezi wao Saidi Mtanda ambaye ni mkuu wa mkoa huu wa Mwanza. Kwa hiyo hizo mechi mbili ambazo zimesalia, hizo tatu, lakini mbili za nyumbani hapa Mwanza, wao zinawapa matumaini zaidi ya kuhakikisha kwamba zinawabakiza hapa katika ligi kuu ya NBC. Kuna wakati tulikuwa tukiona hamasa ilikuwa ni kubwa sana katika michezo ambayo Pamba Jiji wanaiendea, lakini sasa hivi tukiwa tunaelekea mwishoni tulitegemea kuona hamasa ingekuwa ni kubwa zaidi, lakini hatuoni hilo likifanyika kwa kuwa huko hapo Mwanza. Si vibaya katuibia siri katika hilo. Upo sawa. Ni tunasema jambo lolote ambalo linakwenda ndivyo sivyo, bila shaka linakuwa linakatisha tamaa kwa namna moja au nyingine, na kama ambavyo nimetoka kusema kwamba timu hii ilisubiriwa kwa miaka mingi sana kupanda daraja, na imepanda daraja msimu huu wa kwanza. Mwenendo umekuwa ndio hivyo, watia maji tia maji. Kwa hiyo hata ile hamasa kwa namna moja nyingine lazima ipungue, lakini kama nilivyosema hapo awali kwamba bado matumaini ya Wanamwanza kuhakikisha kwamba timu ya Pamba Jiji inasalia ligi kuu ipo kwa kiwango kikubwa sana, hasa kwa mtaji wa michezo hiyo miwili ambayo itachezwa hapa nyumbani. Nikushukuru sana Innocent, pasina shaka tutaungana tena wakati mwingine kwa ajili ya kuyafahamu mengi kuhusiana na klabu hii ya Pamba Jiji. Asante sana Kida. Naam, huyo alikuwa ni mwenzangu Innocent Alois kutoka pale Mwanza. Tumeweza kumsikia akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika klabu hiyo ya Pamba Jiji ambayo leo imetoka kupoteza kwa mabao 5-1 alipokuwa kikipiga dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ukipigwa dimba la KMC Complex hapa Dar es Salaam. Na muda huu naungana na mchambuzi wetu masuala ya kabumbu Dickson Majaliwa sasa kwa ajili ya kuweza kutazama kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huu. Karibu sana Dickson. Asante. Malengo yanatofautiana. Simba Sports Club wao wanauania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini Pamba Jiji wenyewe wanawania basi walau wajiingue kutoka katika mstari ule wa kucheza playoff. Tuanze na hilo. Yeah, of course leo Simba ilikuwa ni 5-star performance. Unajua mechi ya kwanza kidogo ilinipatia taswira ya hii mechi kwamba inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu ya nafasi ambayo Pamba Jiji walikuwepo. Nilitegemea watatoa upinzani wa hali ya juu, lakini bahati mbaya kwao imekuwa ni mechi nyepesi kwa Simba. Na of course unaona Simba leo walikuwa vizuri kwenye kila kitu walichokuwa wanajaribu kufanya. Nafasi wanazotengeneza, magoli ambayo amefunga, kwa mfano Jincha Zao ambaye amefunga hat-trick, alikuwa na perfect day, amefunga goli la kichwa, akafunga penalty, akafunga na free kick. Yaani ni mara chache vitu vinatokea kwenye mechi. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati mbaya kwa Pamba, lakini trend yao ya matokeo ya mechi kadhaa ambayo imepita nafikiri imechangia leo kwa Simba ambao yuko kwenye motivation kubwa, sababu Simba wanajua wanatakiwa wamalize biashara zao za viporo then waende kwenye mechi ya shirikisho then warudi baadaye kugombania ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa sio siku nzuri mno kwa Pamba kukutana na Simba ambao yuko kwenye kiwango kizuri sasa hivi. Kwa kutazama msimamo kwa timu za juu, ni wazi sasa kwamba Simba licha ya kushinda mchezo wa leo anasogea katika upande wa alama zikifika 66, lakini upande wa michezo ikiwa ni 25, mchezo mmoja nyuma dhidi ya wapinzani wao. Hii inakupa taswira gani katika mabao ya kufunga na kufungwa, wakiwa wamefunga pia magoli 60 na kufungwa magoli 10, wakati wenzao Young Africans wamefunga 68 na kufungwa magoli 10? Ya ubingwa utachukua mechi ya mwisho. Yaani ndio taswira ambayo unaenda kuipata hapa kwa sababu timu zote zinafunga magoli, na of course Young Africans imekuwa ni timu ambayo ina trend ya kufunga magoli mengi, na Simba leo nafikiri ni ushindi wa pili mkubwa kwenye Simba ambao wamepata kwenye ligi. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani ambavyo Simba wamekuwa na mechi ambazo ni ngumu kutokana na ratiba zao, wanacheza baada ya siku 2 siku 3. Kwa hiyo ni kitu ambacho sometimes kinaweza kikafanya kocha afanye mabadiliko, na hata leo yamefanyika pia mabadiliko, lakini bado umeona Pamba Jiji hawajatoa
ile intensity ambayo alitoa kwenye mechi ya kwanza ya Mwanza, na of course ni advantage kwa Simba, lakini ni asilimia kubwa sana naamini mechi ubingwa unaenda kuwa kwenye dakika za mwisho kabisa za msimu. Na tukitazama kwa upande wa Pamba Jiji, wenyewe wanasalia na alama zao 27, lakini katika magoli ya kufunga na kufungwa ikiwa sasa ni 14, wanadaiwa. Ni wazi kwamba kama hawatazichanga karata zao vizuri dhidi ya Ken Gold ambaye ameshashuka daraja na michezo mingine miwili akiwa nyumbani, ni wazi tunaweza tusishuhudie katika msimu ujao, kwa sababu ataenda katika playoffs. Yeah, na Pamba walikuwa na kipindi kibaya wakati ligi inaanza, lakini baadaye wakajipata wakaanza kupata matokeo mazuri, na ulitegemea unaweza ukawa ni mabadiliko ya kwao kufanya vizuri kwenye ligi, na ukumbuke walipanda hata kwenye msimamo, walikuwa kwenye nafasi ya 9 kipindi hicho, lakini ni kama kuna hamasa imepotea hivi fulani ambayo imefanya tutazame pia na michezo yao iliyosalia sasa, ili pale tunapozungumza hili tuweze kufahamu kwa kina ni kitu gani ambacho tunakizungumza. Tukianza na Simba, wana mchezo wa kiporo dhidi ya KMC, utapigwa itakuwa Mei 11, lakini baada ya hapo watakipiga dhidi ya Singida Black Stars. Kwa kifupi sana, kwa kutazama michezo hii inakupa taswira gani? Of course ni mechi ngumu, mechi ya KMC na Simba. Of course Simba mechi ya kwanza alishinda magoli 4 convincingly na alikuwa na kiwango kizuri. Singida Black Stars na Simba, ni Singida anatoa ushindani kwa timu yoyote. Then una dabi ya Kariakoo ambayo unategemea mechi itakuwa ngumu kwa namna nyingi. Ken Gold pia watajaribu, tayari hawana wanachotafuta, lakini watajaribu kushuka na ile heshima ya of course Simba anakuwa ugenini. Kwa hiyo kwa namna nyingi ni ratiba ambayo kwa kiasi fulani sio ngumu, lakini kwa hizi mechi mbili za Simba na Singida Black Stars, upande wa umezungumzia Ken Gold hapo, kwa upande wa Pamba Jiji wataanza nao katika mchezo wao unaofuata. Baada ya hapo wataenda kumalizia michezo mingine ugenini. Kwa mechi ya Ken Gold kama nilivyokuambia, wenyewe watajaribu kushuka na ile heshima za sasa hivi, na wako watakuwa nyumbani, kwa hiyo ni faida kwao. Then unarudi kwa JKT ni timu ngumu kucheza nayo, especially kwa Pamba ambayo sasa hivi yuko kwenye matokeo mazuri, na KMC na yeye atataka kumaliza msimamo akiwa salama zaidi. Naam, na kutokana na kile ambacho kimetokea leo, si vibaya pia tukakuonesha hapa orodha ya wapachikaji wa mabao, ambapo Jan Chaza huwa sasa hivi ndiye kinara akiwa ameshafunga magoli 15, akifuatiwa na Clement Mzize mwenye magoli 13. Leonel Ateba leo amefunga magoli 2 anafikisha 12. Prince Mpumelelo Dube ana magoli 12, Jonathan Soa magoli 11, Elvis Rupia magoli 10. Kwa kifupi sana, wala sekunde 20. Of course huu ni moja misimu michache kwenye ligi kuu tumekuwa na wafungaji zaidi ya 5 ambao wamefunga magoli 10+, na kwa Jan Chaza kuwa top scorer anastahili sana. Unajua ni mchezaji ambaye kuna wengine wanampatia sifa tofauti, lakini anafanya kazi yake anayotakiwa na amekuwa mchezaji muhimu kwa Simba. Nikushukuru sana kwa muda huu Dickson Majaliwa kwa kile ambacho umeweza kutupitisha hapa. Naam, asante sana. Huyo ni mwenzangu Dickson Majaliwa, alikuwa akitupitisha hapa kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri katika mchezo huu wa ligi kuu NBC, ukiwakutanisha Simba Sports Club wale wakipiga dhidi ya Pamba Jiji. Huu ni mshike. Mimi ni Akida Kilango. Nataka kuendelea kutazama mshike, bado upo na Akida Kilango. Kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika utakayoikutanisha RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club, serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imetoa ndege kwa ajili ya kufanikisha safari ya Simba kwenda nchini Morocco. Jambo hili limeendelea kupongezwa, huku wengi wakisifu mchango wa serikali katika kuziwezesha timu za Tanzania kwenye ushiriki wake wa mashindano mbalimbali. Pamoja na mambo mengine, baadhi ya wabunge wamekuwa na imani kubwa na mwenendo wa Simba, wakiamini itafanya vizuri ikiwa ni sehemu ya kuleta furaha na burudani kwa Watanzania. Na mimi matumaini yangu ni makubwa, kwa sababu ukiangalia grupu alilopitia Simba lilikuwa gumu tofauti na magrupu yale mengine. Lakini Simba ameluka vihunzi vyote, imebaki hiyo RS Berkane. Najua siku ya fainali Simba atapata chochote kule Warabuni. Bahati nzuri tumepata mwalimu mwenye mawazo mazuri, mwenye utaalamu mzuri, anafanya vizuri. Kwa hiyo wachezaji wamsikilize mwalimu kwanza, lakini wawe na juhudi, waongeze juhudi sana kwenye mchezo wenyewe. Na niwaombe wana Simba wasibweteke. Yaani wasione kwamba sasa wao tumeshafika tunaenda fainali basi inatosha. Sisi tunataka ushindi na tunaamini tunaweza. Wampe Mheshimiwa Rais zawadi yake ni kurudi na ushindi. Tena yani warudi na ushindi, na wana Simba tutazidi kufurahi, na siku hiyo wote tutakuwa kama mnyama wa porini na tutanguruma. Naamini wana uwezo wa kufanya hivyo kutokana na namna ambavyo wametuonyesha huko nyuma. Na Watanzania wote tuungane. Unajua
tuwe wa kweli kwamba utani upo na ushabiki upo, lakini tunapofika kwenye masuala ambayo yanaunganisha nchi, tuungane kuitakia kila la heri Simba. Wabunge hawa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakitoa maoni yao kuelekea katika mchezo huo na lile la kutolewa kwa ndege. Tukisalia katika habari ya mlengo huo, uongozi wa klabu ya Simba umeishukuru serikali ya Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ndege itakayowawezesha kusafiri kuelekea Morocco kuwafuata wenyeji wao RS Berkane. Dr. Saif Muba ni mjumbe wa bodi wa kurugenzi Simba, anasema hiyo ni sehemu ya michango mingine ambayo imechangia Simba kufika hapo walipo sasa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambayo tumefika. Kwa kweli tumepambana. Kila ambaye yuko ndani ya Simba amepambana kwa nafasi yake, mpaka shabiki wa klabu ya Simba naye amepambana kwa nafasi yake. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini pia tunaishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mama anaupiga mwingi sana, tunamshukuru sio kwa hili tu, na serikali yake wamekuwa nasi kwa wakati wote kwenye mashindano haya ya kimataifa, hasa wakati wa nusu finali ile tulocheza na Stellenbosch na hapa tunapoelekea kucheza na Morocco na Berkane. Tunawashukuru sana serikali, wamekuwa nasi wakati wote mguu kwa mguu, lakini pia kwenye swala zima la mfano la uwanja kwa Mkapa, kuna habari zilitokea hapa kwamba uwanja utatumika na kadhalika, lakini bado serikali wamepambana na tutatumia uwanja. Nao baadhi ya mashabiki wa Simba wamemwagia sifa serikali na kueleza kufurahishwa kwao baada ya kutolewa kwa ndege hiyo ya kuwapeleka Morocco. Tumeweza kufurahia kama mashabiki wa Simba kwa jinsi ambavyo waliweza kujitoa tena kututolea ndege ambao tunaelekea nchini Morocco kwa ajili ya mpambano ambao ni wa finali ambao ni RS Berkane pamoja na Simba. Tunaamini katika utoaji wake mama umekuwa na mafanikio makubwa sana, kwa sababu South Africa aliweza kututolea, aliweza tena na hii nyingine ambayo ameweza tena kututolea ambao tunaelekea Morocco. Kwa kweli tunazidi kumuona mama ni mtu wa kipekee, na tumeona jinsi gani ambavyo anazidi kujitoa kwa ajili ya timu, na timu nyingi sasa hivi tumeona kana kwamba jinsi ambavyo wanazidi kujibeba, ambavyo ndio inazidi kupeperusha bendera ya taifa ni timu ya Simba. Na tunaangalia ni jinsi gani ambavyo mapenzi mema alionao mama na mafanikio anayozidi kuyapata toka kipindi cha marehemu Magu. Kwa kweli wote walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaweza kutuonyesha kwamba nia gani ambao na timu gani ambayo inaweza kuja kuleta kikombe hili. Kwetu sisi itakuwa ngumu na sio ngumu, bali tu viongozi wajipange kuhusu maandalizi ya timu. Inshallah tunaenda kushinda kudura za Mwenyezi Mungu. Kikosi kwangu mimi sio kibaya sana, kwa sababu kuna mapungufu yapo ya kimchezo baina ya wachezaji wengine wacheza kiutoto zaidi, umeona. Lakini sasa watoto watakiwa wautoe, viongozi waambie watoto wapunguzi wacheze mpira kwa kazi. Mpira ni ajira, kila mmoja anataka aonekane na kila mmoja aonyeshe kwamba Simba iko vipi na soka iko vipi na kucheza. Kwa Tanzania hii Simba ndio big team. Hatua ya mama kutupa ndege ni hatua nzuri mojawapo, kama rais katuka mkono kwa juhudi la timu yetu ipofikia. Finali sio jambo dogo. Kwa hiyo tunashukuru kwa hatua ya mama kwanza. Alafu kuzungumzia kuhusu mchezo na Berkane, mechi tough, finali kama finali, ila na waomba mashabiki wenzangu, benchi la ufundi na timu kwa jumla tuwape supporta. Yaani support ya kuunga mkono kwa kila kinalotokea, kutokana hakuna chochote zaidi ya hiko. Uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea kufanyiwa marekebisho kuendana na kasi ya shirikisho la soka Africa CAF kwa ajili ya kutumika katika mtanangi wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Africa CAF dhidi ya RS Berkane. Timu ya wakaguzi kutoka CAF imefika uwanjani hapo kujionea na kujiridhisha na marekebisho hayo kabla ya mchezo wa fainali utakaopigwa Mei 25 mwaka huu. Marekebisho hayo pia yamekwenda sambamba na utayari wa Tanzania kwa ajili ya fainali za CHAN ambazo zitafanyika Uganda, Kenya na Tanzania mwezi Agosti 2025. Isa Masud, mjumbe wa bodi wa kurugenzi wa Simba Sports Club, anasema kwa kinachoendelea kwa Mkapa ni tayari 100%. Hii ni sehemu tu ya muendelezo wa ukarabati mkubwa unaofanyika katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa,
lakini haswa ile eneo la kuchezea ambalo limepewa muda maalum kwa sababu ya mechi yetu ya tarehe 25 ya fainali ya Confederation. Na hii inatokana na hali iliyokuwa katika mechi yetu ya robo fainali tulivyocheza na Al Masry katika uwanja huu, ile hali ya maji kutuama na nini. Kwa hiyo kuna marekebisho fulani ya haraka ambayo CAF aliagiza yafanyike ili mchezo wetu wa fainali uweze kuchezeka hapa. Kwa hiyo amekuja mkaguzi kutoka CAF kwa ajili ya kuangalia hayo maendeleo ya pichi yetu, na kimsingi hali ni nzuri, na ukiangalia kwa general uwanja marekebisho yake yanaenda vizuri, yanaenda haraka. Na maeneo mengi watu wakija siku ya fainali wataona mabadiliko. Marekebisho yamefanyika makubwa sana. Kwa asilimia kubwa mchezo wetu wa fainali una asilimia kubwa kabisa ya kuchezwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wana Simba, mashabiki wa mpira wote kwa ujumla wawe tayari, wajiandae kwa ajili ya kuja kushuhudia fainali ya Confederation. Kama unavyofahamu, fainali ya kwanza itachezwa Jumamosi ya Mei 17 nchini Morocco, Simba wakiwa wageni wa RS Berkane. Na kwa sasa naungana na Lukman Kilala, Mtanzania anayeishi nchini Morocco. Lukman, habari ya Morocco? Salama sana, sijui huko. Naam, huku Tanzania tunaendelea vizuri. Kwa kinachozungumzwa hapa ni mchezo wa fainali ya RS Berkane dhidi ya Simba. Simba kianzia ugenini na baadaye kuja hapa nyumbani Tanzania. Vipi kwa Morocco, mchezo huu unazungumzwa kwa ukubwa kiasi gani? Asante sana. Kwanza la swali lako, mechi nchini Morocco inazungumziwa kwa ukubwa, lakini sio kwa ukubwa wa kiasi hicho. Hii ni kutokana na mashabiki wachache wa timu ya Berkane. Hii ni kutokana na ufalme uliojengwa na timu za Raja na Wydad hapa nchini Morocco. Vile vile ukiangalia kwa upande wa pili wa Simba, ni timu nzuri na ambayo imejengea jina hapa nchini Morocco. Hii ni kutokana na kushinda dhidi ya kubwa za hapa nchini Morocco. Lakini vile vile ndani ya Berkane inawezekana mechi inazungumziwa kwa ukubwa kiasi hicho, lakini sio Morocco kwa ujumla. Kwa udogo wa mashabiki, kwa idadi uliozungumza hapo, uwanja ambao utakaotumika ni unaingiza takriban mashabiki 12,000, lakini watakapokuja hapa Tanzania kwa Mkapa, uwanja unaingiza watu 60,000 walioketi. Hili linaleta picha gani? Hili inaleta picha kwamba sisi kama Tanzania, ukiangalia Simba ina mashabiki wengi na vile vile Berkane ina mashabiki wachache. Kwa hiyo hii inaweza kawa kama advantage kwa timu yetu ya Simba kuelekea hii finali ya mechi Berkane. Kwa sababu huku mwa Morocco wana support timu zao kulingana na miji waliokuepo. Naam, kwa Watanzania sasa mlio hapo, kwa namna moja ama nyingine, je, mmeshaanza kuweza kuunganisha nguvu zenu ili Simba Sports Club itakapofika hapo muweze kuiunga mkono? Ndio, mchakato unaendelea. Serikali ya wanafunzi wa Tanzania nchini Morocco, TASAM, imejaribu kuwasiliana na viongozi mbalimbali, hivyo tunasubiria mrejesho kutoka kwa naibu waziri wa michezo. Sisi kama Tanzania kiujumla hapa nchini Morocco tupo tayari kuisupport timu yetu ya Tanzania katika mechi na kushuhudia mchezo huu wa kihistoria. Kwa yale yanaendelea hapa nyumbani Tanzania, pasina shaka kuna Azam Max, mnaweza kushuhudia kila kinachoendelea hapa nyumbani. Kuna hili la Mheshimiwa Rais kutoa ndege, pasina shaka litakuwa ni kama deni kwenu nyie ambao mko hapo Morocco kwenda kushuhudia mchezo huu mubashara uwanjani. Sahihi. Tutajitahidi kwa uwezo, kwa kadri ya uwezo wetu kwenda kuisupport timu yetu ya Simba. Nikushukuru sana Lukman kwa wakati wako. Asante sana. Basi na shaka tutaungana wakati mwingine kama yapo ambayo tutahitaji kuyafahamu kuelekea katika mchezo huo. Asante sana. Naam, ni Mtanzania mwenzetu huyo Lukman ambaye anaishi huko Morocco akitufahamisha kuhusiana na maandalizi kuelekea katika mchezo wa RS Berkane watakaokipiga dhidi ya Simba Sports Club. Na sasa moja kwa moja tuelekee katika kile ambacho tulikuuliza katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Swali lilikuwa linauliza, serikali imetoa ndege kuipeleka Simba Sports Club Morocco. Jambo hili linaongeza chachu kiasi gani kwa wawakilishi hawa wa kimataifa?
lakini sasa tupitie kile ambacho umeweza kutujibu kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Tuanze na Instagram, ukurasa wetu wa Azam TV Sports. Huyu ni James Maka, anasema jambo jema sana sababu wanakwenda kulipambania taifa letu Tanzania. Online Stranger Mchizi _J anasema Simba ikishapata tu mashabiki kidogo wa kuwapa nguvu itawaongezea hali ya kujiamini. Mfano mzuri ni ile game ya Stellenbosch ugenini, pasina shaka anazungumzia mchezo ule wa Afrika Kusini uliopigwa pale Durban. Lakini Maha TZOG anasema yeye ni shabiki la Yanga toka Unguja, anasema inaweza kuwa chachu kwa matokeo mazuri, japo mara nyingi tunaiangusha serikali kutolileta kombe la Afrika nchini. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Lakini sasa tuelekee katika ukurasa wetu mwingine wa Facebook, Azam Sports. Huyu ni Alex Mavunje wa Mtwara, Tanzania. Anasema serikali kutoa ndege kuipeleka Simba Sports Club kwa Morocco inafanya timu ijione kuwa imeibeba dhamana ya nchi, hivyo ni chachu kwa timu ya Simba kupambana zaidi ili kuweza kushinda finali hii ya shirikisho Afrika na hatimaye kuleta kikombe hicho kwa mara ya kwanza hapa nchini. Lakini Young D anaitwa Dickson kutoka Msata, Pwani, anasema serikali ya awamu ya 6 inabidi ipewe pongezi kwa kukuza sekta ya michezo, na sisi kama wadau wa michezo nchini tunasema inaongeza ari na hamasa kwenye mpira wetu na kufanya watu kuwekeza kwenye timu zetu na kukuza ligi yetu ya Tanzania kiujumla. Kahindi Ngodolo wa Nkome, Geita, anasema Mheshimiwa Rais ana upendo mkubwa na timu zetu, kilichobaki Simba wakajitahidi walete kombe. Haya ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini sasa tuhitimishe kwa kuangalia kile ulichotuandikia kupitia X, zamani Twitter. Emmanuel A. Mtinya anasema hatua ya serikali kutoa ndege kwa Simba Sports Club ni uthibitisho wa dhamira ya kweli kuunga mkono michezo. Inawapa wachezaji hamasa, inajenga uzalendo na kutuma ujumbe kuwa taifa zima lipo pamoja nao katika safari ya heshima ya kimataifa. George Kivuyo kutoka Arusha, kwanza tuanze kwa kuishukuru serikali kwa kutoa ndege ya kuisafirisha timu kwenda Morocco. Nadhani itawasaidia wachezaji wasichoke kama ambavyo wangeipanda ndege ya abiria ya kawaida. Hii itasaidia timu kusafiri moja kwa moja kufika Morocco bila uchovu wowote. Na kwa kuhitimisha, Halax anasema limeongeza uaminifu kwa wachezaji ili ifahamu kwamba nchi kama nchi inawategemea na ina matumaini nao kwa timu nzima. Hayo ndio maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali, lakini yapo mengi ambayo tutayafahamu tutakaporejea hapa katika Mshike Mshike. Lakini kwanza nikufahamishe yatakuwa ni yapi kupitia hapa. Azam FC matajiri wa jiji waendelea kujifua Azam Complex Chamazi, na FKF yaumiza kichwa hatma ya mashemeji dabi, wenyeji Gor Mahia waja na msimamo mpya. Uni Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Hatma ya mchezo wa dabi ya mashemeji kati ya Gor Mahia na AFC Leopards bado haijajulikana, wakati ambapo mtanange huo wa marudiano umepangwa kuchezwa Mei 11 Jumapili hii uwanja wa Kasarani. Taarifa mpya zinaeleza kuwa shirikisho la soka Africa CAF limezuia kutumika kwa uwanja huo ambao ni sehemu ya viwanja vinavyoandaliwa kwa ajili ya fainali za mataifa bingwa Africa CHAN mwezi Agosti mwaka huu. Hilo linafanya kukosekana kwa uwanja unaweza kuandaa mchezo huo wa mashemeji dabi, kwa kile kilichobainika kuwa hata uwanja wa Nyayo na wenyewe upo kwenye marekebisho. Kwa sasa naungana na mwandishi wetu Zane Muhamedi aliyepo Nairobi kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na hili. Zane, habari ya muda huu? Nashukuru sana, nipo vizuri, mambo Mungu anasaidia. Pasina shaka ushapata kidheri ukiwa unaendelea kufuatilia Mshike Mshike. Tufahamishe kuhusiana na hili la uwanja ambao ulipangwa kufanyika kwa dabi hii ya mashemeji. Taarifa zinaeleza CAF wamekataa uwanja huo kutumika. Hili limekaaje? Kweli ni taarifa ambazo mpaka sasa tupo nazo, kwa sababu baada hatujafuata taarifa rasmi kutoka kwa shirikisho la soka nchini Kenya FKF. Na
inatokana na yale maboresho ambayo yanaendelea katika uwanja wa Nyayo ambao ndio ulikuwa mechi ya Mashemeji Derby inatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili pale. Ni uwanja ambao umefungwa na karibia mwaka ama zaidi ya mwaka sasa kutokana na marekebisho, kwa sababu upo kufanya ujenzi kuboresha zaidi kuandaa mashindano ya CHAN pamoja na AFCON. Na uwanja wa Kasarani lakini pia uwanja wa Nyayo nao pia unaendelea kufanya marekebisho. Sasa timu wenyeji ambayo ilikuwa ni Gor Mahia walikuwa pale Jumatatu hii wiki kukagua uwanja wa Kasarani, na hapo ndo nahisi shirikisho la CAF la soka barani Afrika CAF likasema kwamba huwezi kutumika kwa sababu bado kuna ujenzi pale unaendelea. Na Zani umezungumzia kwamba walipita pale kukagua uwanja huu na tayari taarifa zimeshaeleza kwamba hautatumika. Kuna taarifa kwamba uwanja wa Ulinzi Complex ilikuwa ni moja ya viwanja vilivyopendekezwa, lakini taarifa zinasema Gor Mahia wameugomea uwanja huo. Sababu ni zipi hasa? Ulinzi Complex kwa kweli ni uwanja ambao CAF wameshapitisha kwa sababu utatumika kwenye mashindano ya CHAN kama moja ya viwanja vya kufanyia mazoezi. Kwa hivyo CAF tayari washaupitisha na zilicheza pia mechi pale za kufuzu kombe la dunia kina dada walicheza pale. Na taarifa za Ulinzi Complex kutumika na Gor Mahia kugomea ni kwamba hatujapata taarifa bado rasmi kutoka kwa klabu yenyewe ya Gor Mahia kwamba wameweza kugomea uwanja huo wa Ulinzi Sports Complex, lakini ni taarifa ambazo tu zinasambaa katika sources tofauti, katika vyanzo tofauti kwamba Kogalo wenyewe wamesema kwamba hawataenda pale kucheza, lakini rasmi hatujapata kwamba wao wataenda ama hawaendi. Ila mpaka kama mchezo huo hautachezwa Jumapili, itakuwa ni mara ya 4 kwa dabi hii ya mashemeji kuahirishwa. Kwa kifupi, hili litakuwa limewaathiri kwa kiasi gani mashabiki wa soka hapo Kenya? Kweli itakuwa ni mara 4 kwa sababu mchezo wa mkondo wa kwanza uliweza kuahirishwa pia hivyo mara 2 mara 3, na hii kuahirishwa itakuwa pia ni pigo kwa mashabiki kwa sababu huu ni mchezo wa mashabiki zaidi. Michezo kama hii ya dabi ya mashemeji hususan nchini Kenya huwa ni mchezo ambao unachezwa hata zaidi ya nje ya uwanja kabla na hata baada ya mchezo wenyewe, kwa maana ya zile amsha za mashabiki na washikadau kutaka mchezo huu kuchezwa. Tunatarajia kwamba kwa sababu bado tuna muda na kesho huenda tukapata taarifa kutoka kwa shirikisho na taarifa kutoka kwa timu mwenyeji ambao ni Gor Mahia ambao bado wanaweza kutafuta uwanja mbadala kuhakikisha kwamba mchezo huo unachezwa. Kwa hivyo tusikate tamaa bado. Sawa, Zani, kama ulivyosema tusikate tamaa, basi pasina shaka kesho tutaweza kuungana tena kwa ajili ya kuweza kupata mrejesho wa ni kipi ambacho kitakuwa kimeendelea, lakini pia pasina shaka utapita katika kaunti mbalimbali na kuzungumza na mashabiki wa soka kujua kile wanachokizungumza kuelekea mchezo huo. Majali watombe uzima panapo amani. Naam, shukrani sana. Huyo ni mwenzangu Zani Mohamed kutoka Nairobi, Kenya, akiwa anatufahamisha kuhusiana na hili la dabi ya mashemeji ambayo imepangwa kupigwa Jumapili Mei 11. Tukirejea tena hapa nyumbani, tuelekee sasa kwa kikosi cha matajiri wa jiji. Azam FC kimerejea katika uwanja wa mazoezi kuendelea kujiandaa na mchezo wake ujao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mapema juma lijalo kikosi hicho kitakuwa Azam Complex Chamazi saa 1 kamili jioni kuwakaribisha Dodoma Jiji kutoka mkoani Dodoma. Tayari matajiri hao wa jiji wamejihakikishia kumaliza kwenye timu 4 bora za juu msimu huu, wakiungana na Yanga, Simba Sports Club na Singida Black Stars. Thabit Chumwi Zakaria almaarufu Zaka za kazi ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Azam FC. Ni mchezo muhimu sana kwetu kwa sababu baada ya kuwa tumetoka nje ya malengo yetu ya msingi ya mwanzo wa msimu, kitu pekee ambacho kimebakia sasa ni kuwania nafasi ya kimataifa msimu ujao. Na nafasi pekee ambayo ni guarantee, ambayo ukiipata umefuzu moja kwa moja kimataifa, ni kuwa watatu kwenye ligi. Kwa sababu ukiwa wa 4 bado haina uhakika sana, kwa sababu nafasi ya 4 inaweza ikachukuliwa na bingwa wa kombe la shirikisho la CRDB ambao sisi hatupo kwenye nusu finali. Kuna mtu ambaye hayuko kwenye nafasi 4 za juu pale, JKT yumo. Sasa JKT akiwa bingwa, maana yake si wengine atakayechukua nafasi ya 4 kwenye ligi, nafasi yake haipo.
Kwa acha tukomaie na nafasi ya 3 na hatuwezi kuipata kama hatushindi mechi zetu. Kwa hiyo mechi ya kwanza na Dodoma Jiji tarehe 13 na zitakazofuata hapo mbele. Kwa hiyo tuko na maandalizi mazuri kwa ajili ya mchezo huo na kikosi chetu kipo kamili kabisa. Tunawakosa wachezaji wawili ambao sio sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo huu. Adolf Mtasingo aliumia muda mrefu kidogo na goalkeeper wetu Mustafa Mohamed ambaye aliumia akiwa na timu ya taifa kwenye mechi za mwisho za kufuzu AFCON. So hao ndo tunawakosa na sio sehemu ya maandalizi ya mchezo huu, lakini waliobakia wote ni sehemu ya maandalizi na kikosi kiko vizuri kabisa. Tukiendelea kuiangalia ligi kuu ya NBC kuelekea mchezo wa maafande wa Tanzania Prisons dhidi ya Coastal Union Wagosi wa Kaya Mei 12 mwaka huu, kocha mkuu wa maafande hao Amani Josia amewapongeza wachezaji wa timu yake kwa kupokea mabadiliko kwa haraka kutoka kwake, hali ambayo imechangia timu hiyo kusalia ligi kuu. Josia amesema ni muda mfupi sana kutoka alipojiunga na maafande hawa akitokea timu ya Geita Gold inayoshiriki ligi ya Championship, lakini wachezaji wanamuelewa na kufanyia kazi kile alichokitarajia. Kakuru Msimu kutoka Mbeya ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Jelajela hawa wamebakiwa na michezo mitatu ili kukamilisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-25 wakiwa na alama 27 wakishika nafasi ya 14 kwenye msomo wa ligi. Ni matumaini ya mwalimu Josia na wadau wa soka kwa ujumla wanaoamini kuwa kamwe timu hiyo haishuki daraja. Nimeingia raundi ya pili na nimetoka Championship. Lakini kile nilichokileta kwenye timu kwa maana ya kubadili falsafa ya timu ya kiuchezaji, wacheze katika falsafa ambayo mimi nimeizoea, lakini pia kwa maana ya kuimprove viwango vya wachezaji, lakini pia ushindani ambao naupata kutoka kwa timu pinzani. Nadhani bado kuna kitu cha kujifunza, lakini tunaenda vizuri. Mimi kama mwalimu ninafikiri kwamba bado kuna namna ya kujifunza, lakini kuna mahali ambapo nafikiri kwamba nimeadapt. Sio kitu chepesi, lakini sio kitu kigumu pia. Lakini nao naona kama niko kwenye njia nzuri ya kuweza kunisaidia kwenye ile ndoto ya klabu. Ndoto ya klabu ni kusurvive kwenye Premier League. Na naona tunaenda vizuri. Kilichokuwepo raundi ya kwanza na kilichopo sasa hivi raundi ya pili, unaweza kaona kama kuna mabadiliko. Kwa hiyo mimi ninaona mabadiliko chanya kwenye timu yangu, huku nikifarijika na kuendelea kufanya kazi kila siku ili kusudi kuitoa timu mahali ilipo na kuipeleka mahali ambapo panapostahili, huku pasipo kusahau malengo ya timu. So malengo ya timu, kama malengo ya timu nadhani tunaenda vizuri na tunaweza tukaiokoa timu na ika-survive. Kwa kama performance ya kile nilichokiona kama mwalimu, naona kama tuko kwenye right way. Kando na hayo, uongozi nao hauko nyuma katika kuhakikisha maafande hao wanaendelea kutembeza kwata dhidi ya wote watakaokutana nao. Mtendaji mkuu John Matei na mchezaji Wema Sadoki wanaeleza kufurahia mabadiliko yaliyofanywa na kocha Josia na kwamba wana matumaini makubwa dhidi yake. Kwanza tunamshukuru kwa sababu kwa kiasi kikubwa ameweza kujenga saikolojia, amecheza na saikolojia zetu, ameweza kutujenga, ameweza kutuaminisha kwamba tunaweza. Hatuwezi kuwa chini siku zote, tunaweza kutoka chini na kuja juu. Ametuaminisha, tumepambana kupitia ushirikiano wake, kupitia nguvu yake na uwezo wake kama mwalimu, tumeweza kufika hapa tulipofikia. Ni kweli tunafurahi na hata mashabiki pia wanafurahi, wana amani na timu yao. Unajua huwa nasema mara nyingi sisi kilichotugharimu mpaka kufikia katika hatua hii ni majeruhi ya wachezaji waandamizi kina Samson Bangula, kina Nudi Nchona, kina Jumanne Fadhili, kina Jeremia Juma. Wamerudi angalau hawa watatu, nafikiri umeona timu imekuwa na muunganyiko mzuri. Ukiunganisha na mwalimu ambaye ana uchu wa mafanikio, anataka naye afahamike katika tasnia hii ya mpira, basi unaona timu inabadilika na timu inacheza na watu wanaifurahia timu yao. Kwa sisi kama uongozi wa Tanzania Prison tunafurahi na tunamfurahia mwalimu kwa maendeleo anayoendelea nayo, basi tunaamini tufikishe nchi ya ahadi. Tanzania Prisons imebakiza michezo mitatu, ambapo michezo miwili itachezwa kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine, wakati mchezo mmoja watakuwa ugenini dhidi ya Singida Black Stars. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Na sasa tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea baada ya hapo mengi ukifahamu hapa katika Mshike. Tafadhali usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Huu ni Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes kimefanya mazoezi ya mwisho leo usiku kujiweka sawa na mchezo wa kukamilisha ratiba wa fainali za Afrika kwa umri huo dhidi ya wenyeji Misri hapo kesho. Kocha mkuu Charles Mkwasa na nahodha Lamek Lawi wamesema licha ya kuondoshwa mapema katika fainali hizo, yapo ambayo wamejifunza na yatawasaidia kwa siku za usoni. Gifty Macha ana taarifa zaidi kutoka Ismailia, Misri.
Na ni siku nyingine kwa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes ikijifua hapa kwenye uwanja wa Torip Annex Ismailia nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa mwisho wa kukamilisha ratiba ya fainali za Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuondoshwa kwenye mashindano, lakini lazima icheze mchezo wa mwisho dhidi ya Misri. Mimi ni Gift Alex Macha, nimefika hapa kwenye mazoezi na kuzungumza na kocha Charles Boniface Mkwasa, kwanza kujua kipi hasa ambacho wamejifunza katika mashindano haya ya mwaka huu, ikiwa Tanzania ni timu zile ambazo zimeshiriki kwa msimu huu miongoni mwa zile timu ambazo zilishiriki kwenye hatua ya kufuzu lakini hazikuweza kufika katika fainali hizi. Kwanza niseme kwamba tumekutana na changamoto nyingi katika mechi yetu hasa ya mwisho, na matarajio yetu makubwa yalikuwa mechi ya mwisho, lakini bahati mbaya ndio tumepoteza. Tumepata nafasi, tumeshindwa kuzitumia vizuri, na nafikiri tumekosa kidogo utulivu especially katika safu ya ushambuliaji, na yote kwa yote nakuja kama tunakosa magoli mengi na wachezaji wanakosa ile confidence. Lakini kwa kuwa tumeshatolewa, kwa hiyo kesho tutaingia tuhakikisha sisi pia tukusanye pointi, walau pointi 3 tupate na alama 3. Lakini yote kwa yote kabisa ni kwamba tumejifunza mambo mengi katika participation hii, na naamini kwamba pengine inaweza kuwa katika kinyang'anyiro kijasho, basi tutakuwa tunakuja na tahadhari kubwa sana kuliko kama hivyo tumekuja sasa hivi. Na unajua wengi watakuwa pengine hapa hawapo kwa sababu watakuwa wameshapita umri, lakini naamini kwamba watakao kuwepo katika under 17 watakuwa na wao watakuwa na watu ambao wameshakuja kwenye mashindano, wameshaona kwamba changamoto ziko wapi na kitu gani cha kufanya ili kuweza kufunga. Naam, katika hatua nyingine kocha Mkwasa ametoa neno kwa vijana wake ambao walikuwepo kwenye fainali hizi. Nini hasa ambacho wanapaswa kufanya ili kuweza kuvuna matunda ya kushiriki katika fainali za Afrika kwa mwaka huu? Na wenyewe wamejifunza, na bahati nzuri mawakala wako wengi na wanakuja wanaulizia, lakini kitu cha msingi zaidi ni wao kwamba kujiendeleza, na pengine hata akipata nafasi ya kuweza kwenda kujaribiwa, basi wahakikishe kwamba wanafuata vile vigezo ambavyo vinatakiwa vifanyike. Sasa wasio wanakwenda tena huko, wakipata nafasi basi wakaenda kule wakakumbuka mambo ya Tanzania, mambo Sinza, si wapi, matokeo yake itakuwa watashindwa kuweza kuperform. Lakini Watanzania wanatarajia wachezaji wengi kama hivi 3, 4, 5 wakitoka hapa, maana wataisaidia timu ya taifa ya baadaye. Naam, kwa upande wa nahodha Lameck Lawi, naye amezungumza kile ambacho wamejifunza katika fainali za AFCON kwa mwaka huu. Kwa malengo yetu si yameharibika. Kwa kama sasa wachezaji tumejifunza kitu kwa mashindano, kwa kama sisi tusikate tamaa. Sasa kwa kumalizia, mashindano yanaisha haya, lakini mpira unaendelea. Nini hasa ambacho mnachukua hapa kwa kusonga mbele? Sisi kama wachezaji hapa tumejifunza kitu, kwa tuseme rudi nyumbani tukapambane, basi haikuwa fursa. Naam, Tanzania itamaliza mchezo wa mwisho dhidi ya Misri siku ya Ijumaa, ambapo utakuwa ni mchezo wa mwisho wa mashindano ili kuweza kutafuta pengine alama 3 za kuondokea katika mashindano haya. Sio ni kwamba imeshiriki na kuondoka patupu kabisa. Nini kitakwenda kutokea dakika 90 za mchezo wa mwisho zitakwenda kusema kitu, lakini nini hasa ambacho wamejifunza tumepata kuwasikia wahusika wakizungumza hapo awali. Mimi ni Gift Alex Macha, hii ni Ismailia, Misri. Baada ya ripoti ya mwenzetu Gift Alex Macha, sasa muda huu tutatazama safari ya Ngorongoro Heroes katika kile ambacho wamekivuna katika mashindano haya. Kwa upande wa matokeo, walianza mchezo wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini na kupoteza kwa bao 1-0, lakini baadaye walikipiga katika mchezo mwingine dhidi ya Sierra Leone wakapoteza kwa bao 1-0, na mchezo wa tatu ulikuwa ni dhidi ya Zambia napo tukapoteza kwa bao 1-0. Baada ya kupatikana kwa matokeo haya, msimamo ni kama unavyouona. Sierra Leone ni vinara wakiwa na alama 7, Afrika Kusini nafasi ya pili wakiwa na alama 6, Zambia wana alama 5, Misri wana alama 4, Tanzania ikiwa haijapata alama hata moja na kupoteza katika matokeo yote hayo. Lakini ratiba ya kundi A kama ulivyomsikia mwenzetu Gift Macha, michezo itapigwa kesho. Tanzania watakipiga dhidi ya wenyeji Misri na Afrika Kusini watakipiga dhidi ya Zambia. Kwa hiyo ratiba itakuwa ndio hiyo katika michuano hii kwa vijana wenye umri chini ya miaka 20.
Tukitazama mengine katika mshike, baadhi ya wachambuzi wa soka nchini wametoa maoni kuelekea katika mchezo wa El Clasico utakaopigwa Jumapili ya Mei 11, mchezo ambao utakujia mubashara kupitia chaneli ya Azam Sports 4 HD, ambapo FC Barcelona watawaalika Real Madrid. Pili ni kwamba Barcelona ana advantage kwa sababu yuko nyumbani, cha kwanza ana wachezaji ambao wako kwenye form vizuri, ana talent binafsi. Yani tunaposema dakika 90 ndani, kocha mbinu zake zimeshindwa, anazo Barcelona, anazo silaha zinazoweza kuamua mchezo huo. Lamine Yamal, ana Pedri, Frank de Jong karejea kwenye ubora, ana Rafinha ambaye ana msimu mzuri sana. Inawezekana asiwe na mechi nzuri, lakini dakika 2, dakika 3 anaweza akakuadhibu, na msimu huu amekuwa akionyesha hiyo. Lakini ukija kwa Real Madrid, ugumu upo kwamba ni timu ambayo kombe pekee lililobakisha. Imefungwa kwenye fainali 2 na Barcelona kwa maana ya Super Cup pamoja na Copa del Rey. Wanakuja kwenye ligi. Kwenye ligi ni mchezo ambao wamezidiwa alama 4 na Barcelona. Ukishinda unakuwa umezidiwa alama 1, which is inaweza ikapatikana kwenye michezo mingine Barcelona akatoa sare na wewe ukaona nafasi ya kuchukua ubingwa. Anakuja Barcelona akiwa ametoka kwa Inter Milan, intensity ya mchezo wote tulishuhudia, dakika 120 zenye intensity ya juu, meaning watakuja kwenye mchezo wa El Clasico huku wakiwa wana fatigue ya kutoka kwenye mchezo uliopita. Yawezekana Robert Lewandowski akaanza mbele ya Ferran Torres, lakini bado ile backbone ya Barcelona yote ilitumika kwenye mchezo uliopita. Kwa fresh legs versus fatigue legs, unawapa tena benefit of doubt Real Madrid. Energy kubwa ambayo umeipoteza kwenye mechi ya Inter Milan, ambao katikati hapo watabidi watumie nguvu kubwa ili kurejea kwenye ile timamu waende sana Madrid kipindi wenzao wakiwa wamepumzika. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo ambayo naona inawezekana kabisa ikawa ni sehemu ya kuweza kuifanya mechi yao iwe ngumu. Si mechi kwamba watafungwa, lakini ugumu utakuwepo hapo kwa sababu mpinzani ambaye anacheza naye yeye muda mrefu alikuwa amepumzika. Nusu fainali za ligi kuu ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA zinaendelea, huku Golden State Warriors wakitafuta ushindi wa pili alfajiri ya kuamkia Ijumaa baada ya ushindi dhidi ya Minnesota Timberwolves katika mchezo wa kwanza ukanda wa Magharibi. Kutokana na mwenendo na mishangao katika nusu fainali za msimu huu, vinafanya wadau na wachambuzi wa mchezo huo hapa nchini kuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na kile ambacho kinaenda kutokea. Alfajiri ya leo, kuamkia kesho, tunashuhudia game hii ya Golden State Warriors dhidi ya Minnesota Timberwolves. Nini kitatokea kama Minnesota anaweza kutai series na kuifanya 1-1, au na yeye pia anaweza akakubali kipigo na kuifanya Golden State Warriors kuongoza kwa 2-0. Kinachowabeba zaidi ni experience Golden State Warriors. The way wanavyocheza unaweza ukajua kabisa hii it's a championship team ambayo inacheza, kutokana na uwezo wa timu yao in comparison to Minnesota. Kwa ukali bado Minnesota wanaonekana kuwa bora zaidi, lakini when it comes to decision, basi Golden State Warriors wana win hapo. Lakini series nyingine ambayo ni ya mwisho, ambayo hii mashabiki wengi wa NBA nadhani wanaifuatilia, na kama hujaifuatilia basi hebu ipe jicho uiangalie zaidi. Hii ni moja ya series nzuri kweli kweli, ambayo binafsi ukiniuliza ningetamani kuiona ingekuwa ndo final katika upande wa West. Ni kati ya Oklahoma City Thunder number 1 seed kwenye NBA zidi ya Denver Nuggets. Huyu ni bingwa mtetezi. Namni uchambuzi huo kuelekea katika michezo hiyo ya nusu fainali ambao unaishuhudia kupitia ESPN katika kisimbuzi cha Azam TV. Mwisho wa mshike, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbusha yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu. Janchaza Huwa na Leonel Ateba watakata wakati Simba ikiichapa Pamba Jiji mabao 5-1 KMC Complex. Finali ya kombe la shirikisho Afrika ya waleta CAF kwa Mkapa. Na FKF yaumiza kichwa hatma ya mashemeji dabi, wenyeji Gor Mahia waja na msimamo mpya. Kufika hapo kuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango nikutakie uwe na usiku mwema.